Ikitokea siku umeota ndoto unaogelea kwenye maji au unatembea juu ya maji, basi fahamu ya kwamba umepewa taarifa juu ya mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, kuna kitu ambacho kiko mbele yako kinahitaji ushindani, na wewe ndio umepewa taarifa na Mungu kwamba utashinda. Namba 2, utapata changamoto za magonjwa, hususani magonjwa ya muda mrefu na yale ambayo ukienda hospitalini hayapati matibabu. Mwenye sauti hii inaitwa Pastor Philip Mbasha, nabii wa ndoto. Kwa moyo wa dhati kabisa ninakusihi unaweza ukaishare video hii ili na wengine pia waweze kujifunza maarifa haya. Kwa mtu ambaye unahitaji kuingia kwenye timu ya maombi, niko na group la maombi pamoja na mafundisho ya neno la Mungu. Chukua hiyo namba inaonekana kwenye screen, basi unaweza ukatuma ujumbe wenye neno niunge, alafu tutakuunganisha kwenye group ya madhabahu ya maombi. Namba 1, unapoota unatembea juu ya maji ni kielelezo kwamba utaenda kushinda juu ya jambo lolote ambalo lina ushindani mbele yako. Hususan ndoto hii mara nyingi huota wale watu ambao wamekabiliwa na kesi. Ukakuta una mashtaka, unashtakiwa, kuna tuhuma, unatuhumiwa, kuna uzushi ambao umezushwa kwa ajili yako. Sasa unapoota unatembea juu ya maji, moja kwa moja Mungu anakuwa amekusemesha kwa habari ya kwamba ni kweli utakutana na hiyo dhoruba, lakini utavuka salama. Namba 2, kuogelea kwenye maji huwa ni kielelezo ya kwamba kuna changamoto za magonjwa mbele yako. Ukiota ndoto hii, hata kama ukiwa ni mzima, hakikisha unapata nafasi ya kuomba na kupingana na roho yoyote iletayo magonjwa juu ya maisha yako. Upate nguvu ya kuombea kwenye hilo eneo, kwa sababu ukiona unaogelea kwa tabu sana, unazama, basi pata maarifa haya kwamba kuna magonjwa yako mbele yako. Naomba ndoto hii tuipatie udhamini kutoka kwenye kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ile ya 14 mstari wa 23 mpaka 30. Ukisoma hapa utaona maandiko yanasema kwa habari ya mtu anaitwa Petro na Yesu Kristo. Yesu ilikuwa ni majira ya jioni, sasa amemaliza kuhubiri, mashua imeshatangulia na wanafunzi wake wameshaenda mbali. Biblia inasema hata Yesu akawa anaifuata ile mashua huko akienda akitembea juu ya maji. Petro alipoona akatamani kuona vile anavyotembea. Petro naye akamuomba, akamwambia, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru na mimi niweze kutembea juu ya maji. Biblia inasema Petro akaruhusiwa, akaanza kutembea juu ya maji. Sio kwamba hakutembea, alitembea kama hatua 2 ya 3, akasema, Bwana niokoe maana ninazama. Sasa nataka nikupe tofauti uelewe. Petro alipokuwa anazama ndani ya yale maji alikuwa anaiona mauti. Mauti ya mwanadamu huletekezwa na magonjwa. Kitendo cha kuona unazama kwenye maji, unaogelea kwenye maji, fahamu kabisa mauti iko hapo. Ila ukiona unatembea kwenye maji, juu ya maji, ni dhahiri kabisa Mungu anakuonyesha ushindi, kwa sababu tunaona Petro alipopiga hatua alikuwa ni mshindi, na hata Yesu Kristo pia tunaona alikuwa ni mshindi, kwa sababu alitembea juu ya maji bila mashua. Inamaanisha alishinda kuzama, alishinda dhoruba ya bahari. Acha nikupe kitu kingine cha nyongeza, ni kwamba Petro alipopewa mkono na Yesu, kulikuwa na zoezi la ziada kwamba wairudie mashua, waikaribie mahali ilikuwa, kwa sababu Petro alikuwa ameshatelemka kwenye mashua. Kama Yesu anatakiwa aongozane na Petro mpaka kwenye mashua, kulikuwa pia kuna distance, inamaanisha lazima watembee. Sasa katika kutembea Yesu alikuwa amemshika Petro mkono, inamaanisha Petro aliweza kutembea, hakuona mawimbi tena, hakuona kuzama tena. Sasa hapo utaanza kuona kwamba Petro alishinda kutembea akiwa ameshikiliwa na Yesu. Sasa kwa namna hiyo, ndoto hizi 2 ukiota, anza kuzishughulikia kulingana na maarifa niliyokupatia. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yangu, kushare, kulike na kucomment pia. Mwambie jirani yako ya kwamba yuko mtu aliyepewa maarifa na Mungu ya kutafsiri ndoto, naye hufanyika kwa baraka kwa kila atamanie kujua maana ya ndoto yake. Barikiwa sana.